Mimi kwa majina naitwa Grace Charles Kafulama, natokea Kigoma. Wazazi wengi tumekaa pembeni kwenye malezi ya watoto wetu, kwa kigezo kwamba tuko bize katika kipengele cha utafutaji. Jukumu hilo la malezi ameachiwa msaidizi. Yule mtoto akiamka asubuhi anamuona dada wa kazi au anamuona bibi aliyekabidhiwa kulea wale watoto. Mtoto yule anamuona mama usiku, anamuona baba usiku au weekend kwa masaa machache. Mzazi amemwamini yule mlezi aliyelelewa kwao, kwa tamaduni za kwao, kwa tabia za kwao, anakuja kumtengeneza mtoto wako ambaye ni wa utamaduni mwingine. Mtoto yule anakuzwa kwa tamaduni za yule mhudumu wa pale nyumbani. Hujui yule mtoto zile tamaduni zinamjenga katika misingi iliyo bora ili kuwa mtoto mwema baadaye au kijana mwema wa baadaye. Mzazi anakosa kabisa nafasi ya kujua mtoto wake anapita kwenye changamoto zipi au anakuwa katika hali zipi. Hali inayopelekea kuwepo na watoto wachache au wengi wenye tabia njema au tabia zisizofaa. Leo tunaona tumepata changamoto kwenye taifa letu. Hii inatokana na wazazi kuwa pembeni ya malezi ya watoto wao. Kama mzazi angekuwa na wasaa tangia akiwa mdogo wa kuzungumza na kijana wake, wa kuzungumza na mtoto wake juu ya tabia na mwenendo, tabia hatarishi, tabia zinazovunja amani ya familia, mtaa, vijana wenzie, tabia chochezi zile ambazo mtoto anapata masaa machache au dakika chache za kuchangamana na wenzie anaenda kuzitumia vibaya. Ima kujiunga kwenye vikundi vya uhalifu, vikundi vyenye tabia chochezi, tabia mbaya, mambo ya uuni, tabia zile ambazo hazistahili hata kuelezeka kwenye jamii yetu. Mtoto anajifunza, lakini mzazi kwa kuwa aliyemwamini, aliyemwacha pale nyumbani amwangalizie familia yake, kesho na kesho kutwa anakuja kuambiwa mtoto wake yuko kwenye kituo kinachohitaji kumrekebisha yule mtoto, anashangaa. Au mtoto wake amekumbana na changamoto kubwa au ameharibikiwa kabisa, labda ameingia kwenye tabia za ushoga au tabia hizo za usagaji. Mzazi anakuja kujua kupitia watu wanaomuona nje, lakini namna ya kumrekebisha yule mtoto inakuwa ni ngumu kwa sababu hakuwahi kujua maisha ya mtoto wake. Mzazi huyo yeye alipambana kwenye kipengele cha kumtunza tu, ajue amelipa ada, amempa chakula, amempa afya. Yeye anachojua ni kutimiza wajibu wake kwa yule mtoto na si kusimamia malezi sahihi ya mtoto wake. Hali inayopelekea leo mtoto yule hawezi kumheshimu kwanza hata yule mzazi wake, kwa sababu hana lugha njema anayoweza kuongea na yule mtoto ikamfaa leo, kwa kuwa amethubutu kutoka nje kufanya tabia chafu na ameamini yeye ameweza. Linapokuja swala la kurekebishwa na serikali au na jamii au na vyombo husika, mzazi anaona mtoto wake ameonewa. Wazazi tuko kwenye jamii ambazo tunashuhudia baadhi ya familia, baadhi ya watoto wanafanya vitu vya ajabu. Kwa kuwa si mtoto wangu, sioni sababu ya kumrekebisha yule mtoto. Nachokifanya atajua mwenyewe na mzazi wake. Atajua mwenyewe na mzazi wake. Yule mtoto ni baba wa kesho, ni kaka wa kesho, ni dada wa kesho, ni mama wa kesho. Tunaposhindwa kusimama kwenye nafasi zetu kama wanajamii wa eneo husika, wa mtaa, wa kijiji, wa kata, usitegemee waziri anaweza kuja kurekebisha, yeye anafanya yale ya jumla. Wewe mzazi au mlezi ni balozi wa kwanza kwenye jamii yako, kwenye eneo lako husika, kukemea, kuonya, kuelimisha juu ya matendo mema kwa wale watoto ambao tunaishi nao pale, kuwatengenezea mazingira mazuri ya kuwafanya wawe vijana bora wa kesho, wawe watoto bora wa kesho au wazazi bora, kuandaa vitu ambavyo vitawafanya waone wako kwenye mikono salama katika jamii, wako katika maeneo salama kwenye jamii, wafurahie uwapo wao kwenye jamii. Rai yangu, kila mzazi, kila mwanajamii, kila mwanamke, kila mwanaume asimame kwenye malezi ya familia, malezi ya ukoo, malezi ya jamii, malezi ya taifa.